Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imetangaza ajira mpya. Hapa na kuletea mfano wa barua ya maombi ya kazi TAKUKURU kama jinsi ambavyo wametangaza. Sasa kulingana na kwamba watu wanaoomba nafasi hizi ni wengi, kikubwa kitakachozingatiwa zaidi mtu mpaka kuitwa katika usaili, mojawapo ni barua yake ameiandika namna gani. Umeiandikaje barua yako? Sasa unapoandika barua ambayo itakufanya upenye, lazima uandike barua ambayo imekamilika. Sasa barua iliyokamilika ni hii hapa ambayo ninakuelekeza. Barua yako inatakiwa iwe na maeneo yafuatayo. Kwanza, lazima kuwe na anwani yako wewe unayeomba kazi. Upande wa anwani yako ndio upande ambao itakaa tarehe utaandika. Usiandike jina, usiandike vitu ambavyo havikubaliki. Kwenye anwani yako andika mtaa unaoishi, alafu weka sanduku la posta la mtaa ambao unaishi, kwa sababu ninaamini wewe huna sanduku la posta. Ninaamini, sitaki kuamini kama mtu unaomba kazi TAKUKURU, kijana mwenye vigezo vilivyotajwa na TAKUKURU, eti uniambie unamiliki sanduku la posta. Sasa andika sanduku la posta la mtaa Kambangwa, sanduku la posta 120 Kinondoni, Dar es Salaam, unaweka tarehe. Alafu hatua inayofuata unakuja kuandika anwani ya yule ambaye unamtumia. Sasa ukikosea anwani hauwezi kuitwa katika usaili, kwa sababu utakuwa unazungumza na mtu mwingine. Sasa anwani ya TAKUKURU ni hii hapa. Mkurugenzi, unaanza neno mkurugenzi mkuu, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, Mtaa wa Jamhuri, sanduku la posta 1291 1101 Dodoma. Ukikosea hapo utakuwa unajiwekea mazingira magumu kabisa, utaachwa kuitwa kwa sababu tu ya kuonekana kwamba ulichanganya sehemu moja. Sasa hatua inayofuata ni kichwa cha habari. Sasa kitu ambacho unakieleza, unaomba nini, yahusu ombi la kazi ya mchunguzi msaidizi. Zimetangazwa nafasi na kila nafasi ina jina lake pale. Sasa kuna mojawapo ni hii ya mchunguzi msaidizi, na hii ndio itakuwa na waombaji wengi kwa sababu inahitaji watu wenye sifa ambazo sio sifa kubwa sana, inahitaji watu wenye sifa za chini kidogo. Sasa hii barua yako inatakiwa ikae katika mfumo wa aya 4. Aya ya kwanza unaeleza wewe una jinsia gani, una umri wa miaka mingapi, unaomba kazi gani, na kazi hiyo ilitangazwa na nani, tarehe ngapi, wapi. Hiyo ndio aya ya kwanza. Usijiandikie tu. Sasa unaandika, mimi ni mwanamume Mtanzania mwenye umri wa miaka 21. Ninaomba kazi ya mchunguzi msaidizi kama ilivyotangazwa na mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU siku ya tarehe 11 mwezi wa 4 2026 katika tovuti ya TAKUKURU. Aya ya pili unaandika wewe una ujuzi gani, una elimu gani, hiyo elimu umejifunzia wapi, na je, una uzoefu wa kazi? Ujuzi wa udereva, ujuzi huu nimejifunza katika chuo cha VETA Shinyanga na kuhitimu mwaka 2025. Leseni yangu ni halali nikiwa na rekodi safi ya udereva pamoja na uzoefu wa mwaka mmoja. Wengine huyo jamaa anafukuzia nafasi ya mchunguzi msaidizi, lakini ameingilia kitengo cha udereva. Zaidi ya hayo, nina elimu ya kidato cha 4 niliyoipata katika shule ya sekondari Kishapu mwaka 2023. Na mambo hayo huwezi kuachwa bwana kuitwa katika usaili ukiandika barua safi kama hii. Nashangaa kwa nini vijana wanaandika barua. Nikueleza kabisa ukweli. Ukienda kuandika barua kwa kufuata akili mnemba, ukaingia katika akili mnemba, ukaandikiwa barua yako na akili mnemba, unaweza usipite, kwa sababu Kiswahili cha akili mnemba kinajulikana, mpangilio wa akili mnemba unajulikana, ambapo mpangilio huu wala haufuatwi na mpangilio sahihi ndio huu ambao ninakupa mimi. Fuata mpangilio huu ambao unakubalika, uwe wa tofauti. Unakwenda aya ya 3. Aya ya 3, kwa nini kazi hii upewe wewe? Kwa nini kazi upewe wewe? Ndio unajibu swali hilo kwenye aya ya 3. Kutokana na elimu yangu, uwezo wa kufanya kazi nilionao, pamoja na kuwa na sifa zinazotakiwa, ninaamini kuwa ninastahili kupata kazi hii. Endapo nitapata kazi ya mchunguzi msaidizi,
nitafanya kazi kwa bidii na kutimiza majukumu yangu yote. Pia nipo tayari kufanya kazi wilaya yoyote ya Tanzania bara. Jamaa hataki kwenda Zanzibar, inaonekana yuko tayari kufanya kazi wilaya yote ya Tanzania. Na nafasi hizi ni kwa watu walio Tanzania bara. Aya ya 4 na ya mwisho, unafanya nini? Unaeleza uko tayari kwa usaili. Niko tayari kwa usaili siku yoyote nitakayohitajika. Vile vile ninatarajia majibu mazuri kutoka kwako na nimeambatanisha nakala ya vyeti vyangu kwa uthibitisho zaidi. Wako unamalizia sasa, wako unaweka saini yako, halafu unaandika jina lako lililokamilika. Huyu bwana anaitwa Junior Kinyaunyau Bustani. Sasa kwa waombaji tunaweza kukuandikia barua ya maombi ya kazi, tunaweza kukuandikia wasifu CV, lakini pia tunaweza kukusaidia maombi ya kazi hizi katika akaunti yako. Wasiliana nami, nenda katika komenti ya kwanza. Komenti ya kwanza nimeipin. Utapata linki pale ambayo ukiigusa itakuleta WhatsApp na utaweza kuwasiliana nami ili tuweze kufanya kazi mara moja.